Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Nzega, ndugu mwakilishi wa katibu tawala mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya Nzega, mwakilishi wa mkurugenzi, maafisa tarafa, lakini pia nipende kutambua uwepo wa wajumbe, baadhi ya wajumbe wa kamati ya siasa wilaya. Natambua na kuheshimu uwepo wenu. Lakini tunao watumishi kutoka ofisi ya mkurugenzi, Mheshimiwa diwani wa kata hii, wadau wetu, mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kijiji cha Upungu, watumishi wenzangu wote, viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, kimila na wazee maarufu, viongozi wa baraza la uwezeshaji wanawake kiuchumi, viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoa, waheshimiwa sana waliotukusanya hapa leo, watoto wetu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Awali ya yote, ndugu mwakilishi wa katibu tawala, kwanza tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na afya tele mpaka leo kuweza kukutana kwenye hii sherehe yetu muhimu kwa ajili ya watoto wetu. Lakini pia tushukuru mkoa kwa kutuona Nzega kwamba tunaweza kuendesha kilele cha maadhimisho haya. Tunawashukuru sana na karibuni sana wakati mwingine. Lakini pia nitoe pongezi kwa maandalizi haya mazuri ambayo yamefanyika, na Mheshimiwa mwenyekiti, naomba upokee pongezi zetu. Maadhimisho kwa kweli yameenda vizuri sana. Lakini pia ni vipongeze vikundi mbalimbali ambavyo vimetoa burudani. Wote kwa kweli mmefanya kazi nzuri na kubwa sana. Hususan watoto wetu, hongereni sana sana sana. Lakini binafsi nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuniteua nimwakilishe katika maadhimisho haya. Unajua bosi wako akikuagiza ina maana amekuamini. Kwa hiyo namshukuru sana, naomba mumfikishie salamu za shukrani kwa kuniamini na kunipa nafasi hii ya kuja kumwakilisha. Kwa hiyo ndugu zangu, nitumie nafasi hii kuwasilisha hotuba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama ambavyo aliniagiza. Kwa hiyo kuanzia sasa nitapitia hotuba yote ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama ambavyo yeye ametaka niwasilishe. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo kimkoa yanafanyikia hapa wilayani Nzega, viwanja vya Puge. Pia nashukuru kwa nyinyi nyote kufika na kuungana na watoto wetu kwa ajili ya siku yao muhimu, ili kupata fursa ya kukumbushana mambo ya msingi kuhusu ustawi wa watoto wetu ambao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu wananchi, naomba niseme sababu zilizopelekea maadhimisho haya kufanyika leo tarehe 30. Niombe sana ndugu zangu ili nisirudie kwa sababu mwakilishi wa katibu tawala mkoa ameshaeleza sababu kwa nini maadhimisho haya tumeyafanya leo tarehe 30. Naomba nisirudie. Ndugu wananchi, mkoa wa Tabora umetekeleza kwa vitendo kwa kufanya uzinduzi wa kampeni hii tarehe 16 Juni 2026 katika kata ya Muhugi, halmashauri ya wilaya Nzega, na kuendelea na kampeni katika halmashauri zote kwa kuelimisha jamii kuhusu masuala yanayomhusu mtoto
ikiwemo ukatili wa kijinsia, malezi yenye mwitikio, lishe bora kwa watoto, ulinzi na usalama, stadi za maisha, mazingira salama nyumbani na kwenye jamii, athari za utandawazi kwa watoto na mengineyo mengi. Hivyo nitumie fursa hii kuwapongeza wataalamu wote na wadau wa maendeleo walioshiriki kikamilifu katika kufikisha elimu mbalimbali kwa jamii. Aidha, nipongeze wadau waliofanikisha kilele cha maadhimisho ya siku ya leo, wakiwemo BRAC Maendeleo, Restless Development, kampuni ya tumbaku ya Alliance One, Eternal Families Tanzania, JIDA, Young and Strong Mothers Foundation, Tumaini kwa Watoto, New Hope Life, Young and Alive, Destiny Helpers Tanzania na vyombo vyote vya habari ambavyo navyo kwa namna ya pekee wamekuwa na programu nyingi za kuelimisha jamii kuhusu malezi chanya kwa watoto. Ndugu wananchi, katika jamii yoyote ile duniani, familia ndio msingi wa taifa. Kama familia zikisambaratika, jua tunaumiza ustawi wa taifa letu, kwani ndio chemchem za maadili, utii, jitihada, hofu ya Mungu, uvumilivu, upendo, umoja, uaminifu na mengine mengi. Sasa tujiulize, mimi na wewe, ni kwa namna gani tunawajibika katika malezi bora kwa watoto wetu? Ili nieleweke vizuri, naomba tujiulize kwanza maswali yafuatayo. Tunatenga muda wa kukaa na kuongea na watoto wetu watueleze wanayopitia wakiwa shuleni au kipindi hiki wakati wa likizo? Pili, tunapata muda wa kwenda na watoto nyumba za ibada na tunatenga muda wa kusali na kuswali majumbani kwetu? Tatu, tunafuatilia watoto wanavyoangalia au kusikiliza kupitia simu tunazowapa, TV au majumba ya sinema huko mtaani au vijijini kwetu? Nne, tunatenga muda wa kujua maono ya watoto na kuwapa ushauri nasaha kuhusu kesho yao? Tano, tunatenga muda wa kuwafundisha watoto stadi mbalimbali za maisha nje ya masomo ya darasani? Sita, tunatenga muda na watoto wa kutembelea wahitaji mbalimbali na ndugu zao ili kujua umuhimu na kuthamini wengine na kushukuru kwa jinsi walivyo? Maswali yapo mengi ya kujiuliza, ila nimeleta hayo machache ili mimi na wewe tujitafakari kwa kina namna bora ya malezi tunayowapa watoto wetu. Tusiweke kesho kwa ajili ya watoto wetu, bali tuwekeze kwa watoto wetu kwa ajili ya kesho. Ndugu wananchi, kwa sasa Tanzania tuna dira ya maendeleo ya 2050 ambayo ndio ramani yetu sote kufikia Tanzania yenye maendeleo na ustawi imara ya kiuchumi na kijamii ifikapo 2050. Naomba niwaeleze, licha ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama sisi kwa pamoja tusiposimama imara kwenye malezi bora, mipango yote tunayopanga ni kazi bure. Hata kesho bora ambayo tunaifikiria haitakuwa imara kama leo tunaharibu misingi imara ya malezi ya watoto wetu. Ndugu wananchi, tumesikia baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakiathiri ustawi au hata kugharimu maisha ya watoto wetu kutokana na vitendo viovu vinavyofanywa na watu wasio na nia njema katika mkoa wetu. Niwaombe sana watoto na jamii kwa ujumla, kwa pamoja tushirikiane kubaini watu hao bila kuwafumbia macho wanaofanya ukatili kwa watoto wetu, ikiwemo vipigo vilivyopitiliza, kuwaozesha watoto ambao wanatakiwa waende shule, kuwafungia watoto wenye ulemavu, wanaofanya vitendo vya ulawiti na ubakaji kwa watoto, wazazi au kulewa kupindukia, manyanyaso ya familia. Naomba mtoe taarifa katika mamlaka zenu kuanzia ngazi ya kijiji, na mkiona mnakosa msaada, wasilianeni na viongozi wenu tuliopo wilayani hadi mkoani. Lakini sio tu kwa watu wazima, hata wale watoto tunaowaona wamekengeuka na wana mienendo isiyoridhisha, tushirikiane kama jamii kuwaweka katika mstari sahihi bila kujali ni mtoto wako au ni mtoto wa mwenzako.
Baada ya maelezo hayo, sasa naomba nitoe ujumbe wangu kwenu kwa makundi kama ambavyo mmekusanyika siku hii ya leo, ili kila mmoja apate kusikia majukumu yanayomhusu kuhusu mtoto wetu wa Tabora. Nianze na wazazi na walezi. Wazazi na walezi tuna majukumu mengi sana ya kuhakikisha mahitaji ya msingi katika familia yanafikiwa. Chakula, afya, mahitaji ya shule ya watoto ili watoto wapate elimu bora, nguo nzuri za kuvaa na mahitaji mengine ya msingi. Yote haya ni ya muhimu, ila niwaombe sana muwekeze katika msingi ya malezi imara, ikiwemo tabia njema na maadili muhimu kwa mtoto wa Kiafrika. Msiache kukaa na watoto wenu na kuongea nao mara kwa mara, kwani wanapitia mengi, ila sisi wazazi ndio watu sahihi wa kutoa majawabu ya changamoto zao. Tusimamie kwa karibu matumizi ya simu, hususan mitandao ya kijamii, kwani kuna ukatili mwingi unaofanyika kwa watoto wetu. Tuchunge programu za kwenye vipindi vya TV, kwani baadhi sio rafiki katika kuwajenga watoto wetu. Mwisho, wazazi na walezi, tuishi kwa upendo bila mfarakano. Upendo wetu ni alama kubwa katika kuwajenga watoto kuwa watu bora katika jamii. Kwa wadau wa maendeleo na mashirika yasiyo ya kiserikali, nianze kwa kuwapongeza kwa jitihada zenu za kusaidia jitihada za serikali katika kuboresha ustawi wa watoto wetu. Sote tunajua kuwa mchango wa wadau unasaidia katika kuboresha huduma kwa umma. Ombi langu kwenu ni kuwa wazalendo kwa jamii na taifa letu, hasa kutokubaliana na masharti ovu ya kifadhili yenye lengo la kuharibu mmonyoko wa maadili kwa watoto wetu. Tufanye kazi zetu kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Tuzingatie vipaumbele vyetu vya Kitanzania vyenye kuimarisha ustawi wa kutoa huduma zenye kuwajenga watoto kimaadili, na hasa katika ujuzi na stadi imara za maisha na sio vinginevyo. Wanawake, mama ndio msingi mkubwa katika malezi kuliko baba, ila kila mmoja ana nafasi yake. Naongea na ninyi kipekee, kwani siku hizi wanawake wengi wanasahau wajibu wao katika familia na kupelekea watoto wengi kuyumba. Najua na ninyi mnapambana kutafuta, ila majukumu hayo yasiwatenge na watoto wenu majumbani. Siku hizi kuna vikundi mbalimbali vya kijamii ambavyo wakati mwingine vinakuwa mwiba katika familia, kama vikoba na michezo ya kukopeshana. Tafadhali msipoteze muda mwingi kupiga soga na msiathiri uchumi wa familia kisa hivyo vikundi. Jifunzeni kutoa mahitaji ya msingi kwa watoto kupitia kipato cha familia na kutopeleka fedha zote katika michezo na vikundi visivyoisha kila siku. Lazima mjue mtoto wa leo ni mama au baba wa kesho, ila atakuwa bora kutokana na anavyokuangalia leo. Ninyi wanawake ndio kisima cha kuchota maadili na kumwagilia maadili hayo kwa watoto wetu. Kwenu viongozi wa dini, niwaombe sana viongozi wetu wa dini zote kuhubiri malezi yaliyo bora katika nyumba za ibada. Msiache kukemea mfumo mbovu wa maisha katika familia kutokana na utandawazi unaoathiri maadili na kupelekea kumsahau Mwenyezi Mungu, kwani huko mbele tutakosa hata mashehe, wachungaji na mapadri. Sasa tujiulize, tutakuwa na kizazi cha aina gani? Pia tusiache kuliombea taifa letu la Tanzania amani na mshikamano ambalo Mwenyezi Mungu ametupa. Amani isipokuwepo, watoto wetu hawa na sisi tutakimbilia wapi? Muwahimize wazazi na walezi kupeleka watoto katika ibada na kuwakumbusha kuwa ibada njema inaanzia nyumbani. Wazee wa kimila. Mila na desturi zetu ndio alama ya jamii inayotutambulisha kwa wengine ndani na nje ya Tanzania. Tujitahidi sana kuachana na mila potofu ambazo zinaathiri ustawi wa watoto wetu na nyingine zenye madhara kwa jamii kwa ujumla. Ninyi wazee mkiwa mstari wa mbele kukemea ndoa na mimba za utotoni na mila nyingine potofu, nina imani zitapotea. Pia tuwafundishe watoto wetu miiko mizuri inayotujenga katika maeneo yetu na tupate nafasi ya kuwasimulia hadithi na historia zenye kuhamasisha bidii,
utii, usikivu, umoja na upendo, mshikamano, uzalendo na moyo wa kupendana na kuthamini vya kwetu. Mtumie nafasi zenu kuwafundisha nyimbo za asili na kuziendeleza ili zisipotee, ambazo nyingi zina ujumbe wa kujenga. Tulirithishwa na sisi tuwarithishe. Kwenu vyombo vya habari, niwapongeze sana kwa kazi nzuri mnayofanya ya kutuhabarisha kila siku juu ya matukio yanayoendelea katika mkoa wetu. Nawaelekeza kuwa na vipindi vyenye maadili, kujenga na kubuni vipindi vingi vyenye mvuto ili kuvutia umma kwa wingi kusikiliza na kupata maarifa juu ya haki za watoto, ukatili wa kijinsia, lishe na mengine. Muwape fursa watoto kuja kuongea kuhusu mambo yanayowahusu au na sio kuongelewa na wataalamu au viongozi wengine. Ikiwezekana, mjengee uwezo baadhi ya watoto kuwa waendesha vipindi ili kuwavutia watoto wengine kusikiliza vyombo vyenu vya habari kama ambavyo tumeona hapa leo. Watoto wetu wapendwa, nyinyi ni zawadi ambayo Mungu Mwenyezi ametupa na ametuamini ili tuwalee katika njia impasayo. Niwaombe sana muwe watoto wazuri, mnaowatii wazazi wenu na walezi na wakubwa wengine wote waliowazunguka. Niwaombe msome kwa bidii na mzingatie masomo bila kujihusisha na mambo yasiyo na tija kwenu. Najua mpo likizo kwa sasa. Wasaidieni wakubwa wenu kazi za ndani, mashambani na shughuli za usafi katika jamii inayowazunguka. Nitafurahi nikisikia mmoja wenu amepanda mti nyumbani au shuleni na kuutunza ili uje kuwanufaisha baadaye. Lakini mzingatie yafuatayo: kukaa mbali na mazingira ambayo sio rafiki, hasa mapori, maeneo ya starehe hususan baa na kumbi za starehe, kutembea usiku na sehemu hatarishi kwenu. Mtoe taarifa za vitendo vya ukatili mnavyotendewa au kuona mtoto mwenzenu anatendewa bila kusita na kwa wakati. Mshiriki katika michezo mkiwa shuleni na nyumbani kwa afya ya mwili na akili. Lakini pia muwashirikishe wenzenu wenye changamoto ya ulemavu katika shughuli za kila siku bila kuwatenga au kuwabagua. Muongozane kwa pamoja mnapokwenda shule, kanisani, misikitini, madrasa ili kuongeza usalama miongoni mwenu. Mzingatie sheria za barabarani au muombe msaada mnapotaka kuvuka barabara, na mshiriki shughuli za club mashuleni ili ziwajenge na kuwapa maarifa ya ziada. Jamii kwa ujumla. Wahenga walisema mtoto wa mwenzako ni wako pia. Tujitahidi kwa pamoja kukumbushana na kuelimishana juu ya malezi bora na kuwakanya watoto wanapokosea kwa wakati. Sote tunapaswa kujua, akipotea mtoto wa jirani yako, hata wa kwako hayupo salama. Kila mmoja awajibike katika jamii juu ya malezi bora. Kwa maneno hayo, nipende kuwashukuru tena kwa siku hii nzuri ya mtoto wa Afrika na kilele cha kampeni ya malezi na maadili. Asanteni sana kwa kunisikiliza.